Mpendwa mtazamaji, siku ya Alhamisi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Luka sura ya 11 aya 14 hadi 23. Mwinjili Luka anatuambia juu ya kitendo cha Yesu ambaye alimtoa pepo bubu, na baada ya kuweza kumtoa yule pepo, yule mtu akanena. Makutano wakastaajabu. Inatufundisha kitu gani? Kipindi ambacho Yesu anaishi, Wayahudi katika siku hizo za Yesu walikuwa na watu ambao walikuwa wamekumbwa na mapepo, na hasa maeneo ya Galilaya. Hivyo basi wakaibuka baadhi ya watu ambao walionyesha kwamba wana uwezo wa kuweza kutoa mapepo, na mbinu mojawapo ya kuweza kumtoa pepo kwa mtu ilikuwa ni hii: yule anayetoa pepo lazima amfanye yule pepo afichue jina lake. Pepo ambayo iko ndani ya mtu akifichua jina lake, manake hana nguvu tena, na huyu mtu anayetoa mapepo atamwamuru atatoka, na atamtoka kwa kumnenea maneno mengi, kwa kumtukana matusi mengi, na baadaye kuweza kumtukana yale matusi, pepo yule atachoka na yale matusi, baadaye ataamua kuondoka, atamwacha yule mtu, na yule mtu atakuwa yuko huru. Hiyo ndio mbinu ambayo watu wengine walikuwa wanatumia namna gani ya kuweza kutoa mapepo. Sasa wanamletea mtu ambaye ni bubu. Nyuma ya mtego wa kumleta mtu ambaye alikuwa ni bubu, ambapo baadhi ya viongozi wa dini kipindi hicho walikuwa wana hasira na Yesu, walikuwa hawampendi, wameamua kumletea kesi ngumu ambayo, kwa sababu huyu mtu ni bubu, haongei, hawezi kutamka jina lake, na huyu pepo hawezi kutamka jina. Kwa hiyo kama hawezi kutamka jina lake, Yesu hatakuwa na uwezo wa kuweza kumtoa huyu pepo, na baadaye watamwambia kwamba mafundisho yako yote ambayo umekuwa ukiyafanya ni ubatili mtupu na ni muongo. Baadaye wangempiga kwa mawe. Yesu, mwana wa Mungu mwenye uwezo, ambaye ni mkombozi, amekuja kwa ajili ya kazi ya kuweza kuwaokoa wanadamu, kama yeye mwenyewe alivyozungumza kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, kuwaganga waliovunjika moyo na kuweza kuwaponya. Akamtoa huyu pepo katika mamlaka aliyokuwa nayo, bila kuanza kufichua jina la huyo ambaye alikuwa ni pepo. Ndio maana watu wanastaajabu kwa kile kitendo ambacho Yesu alikuwa amekifanya. Tunajifunza kitu gani hapa? Tunalojifunza hapa ni kwamba ukiwa upande wa Yesu, wewe ni mtu wa kushinda, na ushindi kwako ni 100%. Na ukiwa upande wa shetani, wewe ni mtu wa kushindwa. Hivyo basi, kwa Yesu hakuna kushindwa, lakini kwa shetani mwisho wake ni kushindwa. Kama hawa mawazo yao yalikuwa ni ya kishetani, mwisho wao uovu wao ukagundulika. Baada ya tendo hilo, wengi wao wakasema kwamba Yesu anatoa pepo kwa Beelzebuli, kwa maana nyingine kwamba anashirikiana na Beelzebuli ambaye alikuwa ni mkuu wa pepo. Hatuna muda wa kuweza kulichambua hili jina la Beelzebuli lilikuwa na maana gani, ila kuna sehemu moja wanasema kwamba Beelzebuli ni bwana wa nzi. Maana yake nzi anapenda sehemu yenye harufu chafu. Kwa hiyo Beelzebuli alikuwa ni bwana wa harufu chafu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anatoa mapepo kwa kushirikiana na huyu Beelzebuli ambaye alikuwa anatoa harufu chafu. Ndio maana huyu pepo akamtoka, hakutaka kuweza kuongea. Hiyo ilikuwa ni kashfa moja mbaya sana kwa Yesu, ambao walipenda hawa ambao ni wapinzani wake waliamua kuitenda. Yesu katika kashfa hiyo anawajibu, anasema kwamba sikilizeni, kama mnasema kwamba natoa pepo kwa nguvu ya Beelzebuli, akasema basi ufalme wa shetani umegawanyika wenyewe kwa wenyewe. Yaani ndani ya ufalme wa shetani kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe, na shetani amefitinika. Je, atasimamaje? Na akaendelea akasema, kama mimi natoa pepo kwa Beelzebuli, je, wana wenu huwatoa pepo kwa nguvu gani? Maana yake hawa ambao walikuwa wamemleta mgonjwa kwa Yesu
watoto wao walikuwa wanatumia nguvu za giza na wazazi wao walikuwa wanatambua siri hiyo. Ndio maana wakasema Yesu anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebuli. Walijuaje kwamba Yesu anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebuli kama wao walikuwa hawana ushirika na Shetani? Na hili naomba tujifunze sana. Unapotoa kashfa kwa mtu yeyote yule juu ya maisha yake, utambue kwamba unajizungumzia wewe mwenyewe maisha yako ambayo uko nayo. Kama huna habari za Beelzebuli ndani ya nafsi yako, inakuwaje utamke habari za Beelzebuli kwa Yesu? Kama unaavua kuandaa kashfa mbaya chafu kwa mwenzako, kama haiko ndani mwangu, maana yake tayari nakitoa kile ambacho kipo ndani mwangu kwa ajili ya huyo mtu. Ujifunze katika kuandaa kashfa na ondoka kabisa katika dhambi hiyo, kwa maana itakufunua jinsi ulivyo. Na habari hizi zimeandikwa ili kwamba kuweza kutuonya sisi katika nyakati hizi tuweze kuishi vizuri. Yesu anazungumza, anasema kwamba mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake vitu vyake visalama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa nazo akizitegemea na kuyafanya mateka. Hivyo basi, mtu ambaye si pamoja nasi yu kinyume changu, na mtu ambaye asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Kazi hii ya hawa viongozi wa dini wa kipindi kile ambao waliifanya kwa Yesu hadi leo bado ipo, na tupo katika nyakati ambazo watu hawataki kulisikiza neno la Mwenyezi Mungu. Ndio maana katika ile Zaburi ya 95 kuanzia ile aya ya 2 mpaka ya 9 na hasa ile aya ya 7 imesema, ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Tuwafanye migumu mioyo yetu katika mambo ya kimungu. Na tunapofanya migumu mioyo yetu katika mambo ya kimungu, tunaonyesha ile asili ya akili ya mwanadamu ambayo mara nyingi sana huwa na mawazo mabaya daima, na sikio la mwanadamu hupendelea kusikia dharau ya mambo ya wenzetu. Tuwapenda kuwaza mabaya na kusikia mambo mabaya juu ya wenzetu. Ndio maana anayeandaa kashfa anataka watu wengine wasikie mabaya juu ya mtu mwingine. Wengi tumefungwa na dhambi hiyo, tumefungwa na mitazamo hiyo, na tumwombe Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresma, Mwenyezi Mungu atuepushe na dhambi za kashfa. Je, ni mara ngapi ninaelekea kufikiria mabaya juu ya mtu mwingine? Ni mara ngapi tunakuwa na mwelekeo wa kufikiria mabaya zaidi juu ya watu wengine ambao wanafanya vizuri katika maisha yao, kama wale Mafarisayo walikuwa wanamwazia mabaya juu ya Yesu? Mwenyezi Mungu atuponye katika dhambi hiyo. Je, ni mara ngapi tunakuwa na tunawalaumu watu ambao hawatupendi na ambao wanatukosoa katika safari ya maisha yetu? Yesu alikuwa anawakosoa wale viongozi kwa sababu ya tabia yao mbaya, na hao watu wakaanza kumlaumu. Ukijiona kwamba katika safari ya maisha mara nyingi sana unatoa lawama juu ya mtu ambaye hakupendi, anakukosoa, utambue kabisa kwamba dhambi iko ndani mwako inafanya kazi, na kipindi cha Kwaresma tumwombe Mwenyezi Mungu atuepushe na dhambi hiyo. Na je, ni mara ngapi ninarudia habari za kashfa juu ya watu wengine? Narudia mara kwa mara. Nilizungumza jana habari mbaya juu ya huyo mtu, leo hii pia nazungumza habari mbaya juu ya mtu kuja kumchafua kwamba aonekane kwamba hafai. Nikiwa narudia kuzungumza, kutoa kashfa juu ya mtu mwingine kwamba hafai, Mwenyezi Mungu tumuombe katika kipindi cha Kwaresma atuepushe na dhambi hiyo, na tujichunguze, tufanye maamuzi ya haraka, tusiendelee kuchafua majina ya watu wengine kama wale viongozi walivyosema Yesu anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebuli. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.